kujali hali yako, bila kujali una uwezo gani, maadamu umeokoka, wako malaika ambao Mungu anatuma kwenye njia zako zote. Sema amen. Kwa sisi ni washindi, na ndio maana hatudhuriki. Si kwamba tuwekewe mitego, si kwamba tuwekewe nyavu ili tunase, tunawekewa nyavu. Lakini kitu gani kinatuvusha kwa salama? Wako malaika, na kazi ya malaika wanakaa mbele yako na nyuma yako. Maana yake mbele wanaangalia usalama, kama kuna mitego wanaondoa ili upite, lakini wa nyuma wanakinga mishale wanaokurushia ukiwa unaendelea. Na ndio maana kwenye safari ya wana wa Israeli, malaika walikaa mbele na nyuma. Waliokuwa mbele walikuwa wanaongoza njia, waliokuwa nyuma walikuwa wanazuia hatua za Farao na jeshi lake. Kwa hiyo Farao kila alipokuwa anakaribia kuwakaribia wana wa Israeli, malaika akawa anazuia zile hatua. Kumbuka yeye ana magari, ana farasi, alafu wana wa Israeli wanaenda kwa miguu yao wenyewe. Sasa mbio zao za maadui zilifupishwa kwa sababu malaika walikaa nyuma ya wana wa Israeli, na waliweza kujua wapi wanaenda kwa sababu malaika walikaa mbele. Kwa hiyo kila kizuizi kilichokuwa mbele yao kilikuwa kinaondolewa na malaika, na kila adui aliyekuwa anataka kurusha mishale nyuma ilikuwa inazuiwa na malaika. Wewe upo katikati, mbele yako malaika wapo, nyuma malaika wapo. Kwa hiyo kibaya gani kitakachokupata, kitu gani kitakachokuondoa kwenye sehemu ya Mungu hakipo. Na ndio maana natangaza kwamba wewe ni mshindi. Sema amen. Sema tena, mimi ni mshindi. Sema tena, mimi ni mshindi. Usipoelewa hii engo, utaanza kuogopa, utaanza kutamani kuhama mtaa ambao umesikia kuna wachawi. Hatuhami mitaa ya wachawi, bali tunakabiliana nao kwa sababu mbele yetu wako malaika, na malaika hawa wameagizwa na Mungu ili tusiangamie. Anasema ameagiza ili miguu yetu isiangamie. Kwa nini? Kwa sababu wachawi ukitembea wanaweza wakazoa mchanga mahali ulipokanyaga ili waondoe utawala wako, lakini malaika wakiwa upande wetu, hao wachawi hawataweza kufanikiwa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nadao ujumbe, nikaonyeshwa ndoto namna watu wanaopambana na mashetani. Nikakutana watu wamebeba mawe, tena walikuwa watu wenyewe ni majirani, wamebeba mawe. Ni majirani wa watu, siwezi kuambia, labda ni wa kijijini. Kwa hiyo wamebeba mawe, wanataka kuja wanitwishe iwe, wanitishwe iwe. Kwa hiyo nikashangaa, huyu anazunguka huku, watu wamenizunguka. Huyu ametega, wanataka tukutane nchi hapa, wana mawe mazito kweli kweli. Kwa mbali nikasema haya mawe yakini wakinitwisha haya siwezi kuinuka tena. Lakini kajitia nguvu ya kwamba hata kama niko peke yangu, hawa watu wamebeba mawe mazito na ni makubwa, na kabiliana nao. Nikaanza kwenda, tukakutana njia panda ile, na wakaribia tu wakadondoka na mawe yao pale pale. Wako maadui wanaowinda uhai wetu, wanawinda ndoa yako, wanawinda familia yako, wanawinda kazi yako isiende. Uko hapa lakini watu wanawinda usiinuke, wanawinda kazi yako isiinuke, wamebeba mawe. Lakini leo nawatangazia ya kwamba yuko aliyetoa uhai kwa ajili yetu. Hawataweza kufanikiwa na wataweza kukupaka, wala mabaya atakuja kwako. Zaidi ya yote mabaya atawaendea wao, watadondoka na mawe yao na yatawasaga wao wenyewe kwa jina la Yesu. Watainuka kwa salama kwa jina la Yesu. Mungu ameachilia ushindi kwako. Lazima ukubali kwamba mimi ni mshindi. Wachawi watakuweza. Kama walidondoka mbele yangu, hata mbele yako watadondoka kwa jina la Yesu. Hai. Daudi anasema walitaka walile nyama, lakini walianguka mbele yangu. Kwa hiyo wale ambao walitaka wale nyama yako watadondoka ukiwa unawaona kwa jina la Yesu. Wale ni waganga wa kienyeji, wale wanafunga majini wafugi, wale ni wachawi wamevaa mailizi, watadondoka tu, kwa sababu wewe wako malaika wanaokulinda. Wamesimama mbele yako, wamesimama nyuma yako, wamesimama kulia, wamesimama kushoto. Wewe unaitwa ni mwana wa mfalme, unatembea kidedea kwa sababu mfalme anakulinda. Na hata leo pokea ushindi, ukashinde kwenye eneo zote kwa jina la Yesu. Hai. Sema tena amen. Kwa kama mwamini lazima ujijue kama mtoto wa rais,
anavyojielewa ya kwamba mimi ni mtoto wa rais, na ndio maana anakuwa anatembea kifua mbele, kwa sababu anajua ya kwamba mimi ninalindwa, yeyote hawezi kunigusa mimi kwa sababu ni mtoto wa rais. Sasa wewe uliokoka ni zaidi ya ego hiyo ya kuwa mtoto wa rais. Wewe ni mtoto wa Mungu, na kama ni mtoto wa Mungu, Mungu anaingia gharama kukulinda wewe. Sema amina. Amen. Kama unavyokumbatia wewe mtoto wako, ndivyo Yesu alivyotuatamia sisi. Ameingia gharama ya kutuatamia ili tuwe salama. Kwa hiyo wokovu sio kitu cha kupotea. Wokovu ni kitu cha kuokolewa, ni kitu cha kulindwa, ni kitu cha kuwa salama. Haujapoteza nafasi ya kuokoka, haujapoteza nafasi ya kuwa mwana wa Mungu. Kuna ulinzi huko juu yako. Haleluya. Kwa hiyo usiwe na hofu, usiwe na mashaka kwenye mazingira ulionayo. Angalia mstari wa 13, maandiko yanasema hivi: utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Huyu simba anaongelewa hapa, maandiko yanamtafsiri shetani, sio simba wa Yuda huyu. Huyu ni shetani. Maandiko yanasema kwenye Petro wa kwanza 5:8, shetani kama simba aungurumaye. Kwa hiyo maandiko yanasema utamkanyaga simba na mwana simba. Mwana simba ni wachawi, mwana simba ni majini. Hawa ndio wajukuu wa shetani, lakini mbele yako hapa majini hayasogei. Kama shetani ambaye ndiye simba mkuu ameshakanyagwa kwa miguu, hao majini hawana nafasi tena hapo kwa jina la Yesu. Hao ni wajukuu wa shetani. Baba yao alishasetwa kuzimu, na kama amesetwa kuzimu, kwako hataweza kukusogelea. Unakanyanga hapo na wasagasaga. Neno kuseta manake unawasagasaga kabisa, watabaki si kitu, alafu unainuka kidedea kwa jina la Yesu. Na uona ushindi katikati yetu. Naona kipaumbele cha kufanikiwa katikati yetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anatulinda. Malaika wako upande wetu. Bwana alisema kwenye kitabu kile cha Mwanzo 3:15, anasema wewe uzao wako utakaozaa wewe Adamu utampona kichwa shetani. Maana shetani akisha kanyagwa kichwa hana mamlaka ya kufanya chochote. Kwenye kichwa ndiko kwenye maamuzi, kwenye kichwa kuna akili. Kwa hiyo kichwa kikipondwa, huko ndiko huka ubongo. Ubongo ukiondolewa, uhai haupo tena. Kwa hiyo leo tena kukanyaga wachawi kwenye vichwa vyao, na watakuwa hai tena kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Hesabu 23:23, Bwana anatuambia leo hapata kuwa na uchawi wala uganga juu ya nyumba ya Yakobo. Yakobo ni nani? Yakobo ni wewe. Yakobo maana yake ni Israeli. Anasema hakutakuwa na uchawi wala uganga kwenye nyumba unakokaa. Kwa hata kama kuna nyumba umepanga ilikuwa na maluelue, wewe ukishaingia maluelue yanaondoka, kwa sababu sio sehemu yako wachawi kukaa mbele yako, sio sehemu yako waganga kukaa mbele yako. Uondoke na hili neno kwa shujaa ya kwamba wachawi hawaniwezi, waganga pia hawaniwezi. Hata wajifunge makaniki hawatakuweza kwa jina la Yesu hai. Hata wavae mailizi hayatakuweza kwa jina la Yesu hai. Hata wavae matumbuli yanayotisha, Bwana anasema watakuwepo kwako, wala kwenye hema yako, wala kwenye biashara yako hawataweza kukusogelea. Wewe ni mshindi kuanzia leo kwa jina la Yesu. Hebu ongeza tena makofi mazuri kwa Bwana. Wewe ni mshindi, sio mtu wa kawaida. Sema tena amen. Kwa hiyo uchawi utausikia kwa watu ambao hawajaokoka, lakini wewe upo kwenye zizi salama la Yesu Kristo. Ukitembea, tembea kifua mbele. Ukisimama, simama kwa ushujaa. Kokote unakwenda, elewa malaika wako na wewe. Piga makofi mazuri kwa Yesu.